Suala la jinsia, kuna jinsia mbili, kuna jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Kwa hivyo wakati unazungumzia maudhui ambayo au ni mambo ambayo yameangaziwa katika Bembea, unazungumzia kuhusu jinsia. Kwanza unasema kuwa mtoto wa kiume amepewa haki zaidi kuliko mtoto wa nani? Wa kike. Anaweza akarithi mali. Kwa mfano, kwa sababu mzee Luka anasema kuwa mtoto wa kike zamani hakustahili kurithi nini? Mali. Pili, kuna majukumu bayana ambayo ni ya kijinsia. Kuna majukumu ya wanawake na ya wanaume. Kwa mfano, mwanamke anatarajiwa kufanya kazi za nyumbani. Tunaona Sara hata akiwa mgonjwa lazima ampikie nani? Mumewe Yona. Na yeye Yona anafanya kazi za wapi? Za shambani. Si anafanya kazi za shamba? Pia unaona Buju anatoka na kwenda kutafuta nini? Kutafutia familia yake, si ndio? Pia jambo la tatu kuhusu suala la jinsia ni kuhusu mamlaka. Mwanaume amewekwa juu, amekwezwa katika mambo ya mamlaka, naye mwanamke yuko chini yake. Hapa ndio Buju anamkumbusha kila wakati kuwa yeye Neema ni nini? Ni shingo. Na Buju ni nani? Ni kichwa. Ina maana kuwa ana mamlaka, ana madaraka zaidi. Pia mtoto wa kiume amepewa yeye katika jinsia ndiye amewekwa juu zaidi. Anaambiwa kuwa ndiye anaweza kuendeleza nini? Ukoo. Ndiye anaweza kuendeleza ukoo. Ndio wakati Sara na Yona hawakupata mtoto wa kiume, watu walikuwa wanauliza nani ataendeleza ukoo wa nani? Wa Yona. Pia kuna yale majukumu, unaona vile jinsia ya kike na jinsia ya kiume imepewa mamlaka tofauti. Au kila jinsia imepewa majukumu tofauti. Majukumu haya yanaleta unyanyasaji kabisa. Kwa sababu unaambiwa kuwa yule anaweza kurithi ni mtoto wa nini? Wa kiume. Tunasema kuwa yananyanyasa. Kunyanyasa si nilikwambia ni kama kuteswa, kuumizwa. Kwa sababu yanaleta kuumizwa kwa sababu wakati Sara ajifungui mtoto wa kiume, si anaanza kupigwa na mumewe? Anaanza kupigwa na mumewe na watu wanaanza kumsema. Anapigwa na mumewe hadi anazirai, anamwagiwa maji ndio aweze kufanya nini? Kuamka. Zaidi anazungumziwa na watu, na hata wale wanakijiji au wanajamii wanamwambia awe mke mwingine. Huo ni unyanyasaji. Kwa hivyo majukumu haya ya kijinsia ambayo yamewekwa kando yanaleta unyanyasaji. Pia majukumu au jinsia, hili swala la jinsia linamnyima mtoto wa kike kufikia kilele katika masomo, kufikia mwisho wa masomo. Tunaambiwa Sara aliozwa akiwa darasa la ngapi? La 7. Hakuendeleza na masomo kwa sababu yeye ni wa jinsia la nini? Jinsia ya kike, si ndio? Kwa hivyo jinsia ya kike haikuruhusiwa kuendelea kimasomo. Kwa hivyo inamnyima mtoto wa kike kufikia kilele cha masomo. Pia ukiangalia pale tumeambiwa kuna mabadiliko ya kitamaduni yanayompa mwanamke uwezo wa kuwania nafasi sawa na mwanaume. Kuna mabadiliko katika jamii. Ukisoma kitabu vizuri, na tumesoma, na lazima usome tena peke yako Bembea. Ukisoma utapata kuna mabadiliko. Kuna mabadiliko katika hii jamii ambayo yanampa nini? Yanampa mwanamke nafasi sawa na mwanaume. Kwa mfano elimu, si watu wanapata elimu mpaka chuoni. Kuna mabadiliko. Si tunaona Neema anasoma hadi chuo kikuu. Salome alisoma, si ndio? Hadi ameenda ng'ambo kusoma huko. Pia tunaona kuwa jambo jingine ambalo linaleta usawa katika jinsia mbili ni Neema hamtegemei mumewe, si anafanya kazi yake. Yes. Na anapata pato lake na anatumia hilo pato kusaidia familia yao. Pia tunaona kuwa Neema anawajengea wazazi wao nyumba. Iwapo hakuwajengea peke yake, si aliwajengea na Buju. Kwa hivyo jambo hilo linaleta usawa. Zaidi tunaona kuwa huyu Neema, jambo lingine linaleta usawa ni kwa sababu ana kazi yake na anaweza kukimu familia yao. Si amewafunza, amewapeleka shule nani? Ndugu zake. Si anawapeleka shule? Yeah. Amewasomesha. Na zaidi hata tunaona kuwa amewaajiria nani? Wazazi wake wafanye kazi pale nyumbani.
Tunaelezwa alikuwa amewaajiriwa wafanyakazi wawili. Haya tusomee. Tusomee nyinyi wawili hapa. Yona. Kwa ukali. Kubwa gani alilolifanyia? Yona, umesahau mara ukumbuki kuwa Neema alituajiria wafanyakazi kutusaidia. Sasa wako wapi wafanyakazi hao? Wa kwanza aliondoka mwenyewe alipodai kazi ni nyingi hapa. Wa pili tumemwachisha kazi sisi wenyewe kwa sababu hakuwa mwaminifu. Tuna kazi gani nyingi hapa? Hiyo ndio ajabu. Kizazi hiki hakitaki kufanya kazi. Kinataka kuja kazini kwa sababu ya mshahara tu. Wachapa kazi hodari ni jozi iliyopotea kimya. Nilipokuwa na afya yangu tulishirikiana kutafuta riziki ya kuwaelea hao watoto wetu. Kweli, japo mara nyingi haikuwa rahisi, tulijitolea hadi tukashinda. Leo hali ni tofauti na bila yeye na moyo wake. Rahimu wa kumsaidia. Sijui wenzake wangekuaje. Wasichana wengi wakiolewa uwasahau ndugu zao. Utupa jongoo na mti wake. Tufike pale vizuri. Si umeona wale wafanyakazi? Haya pia jambo jingine ya mabadiliko mengine ambayo yanaleta usawa wa jinsia ni pale Neema anafanya maamuzi kuhusu familia yao. Babake anamshukuru, anafanya maamuzi kwa sababu anaweza kuamua wakati wana mahitaji na anaweza kuwasaidia. Ndio maana babake anamshukuru kwa kusimamia ule mji wake. Na pia Azna anajitegemea. Yeye ana kijumba chake na anaishi kivyake iwapo ana riziki ndogo. Kwa hivyo hapo kuna yale mabadiliko ambayo yanaleta ule usawa wa jinsia. Pia tunapata kuwa kuna kushirikiana kwa jinsia. Jinsia ya kike au wanawake na wanaume wanashirikiana. Kwanza tunaona Sara na Yona wanashirikiana kulea nini? Familia. Sehemu hiyo ndio ya kwanza kushirikiana. Pili, wanashirikiana kupika. Tunaona wakati ambapo Neema alikuwa anasema kuwa ataenda kutayarisha stafsai, si babake alikuwa tayari ameshatayarisha. Kwa hivyo wote wanashirikiana katika kutayarisha stafsai. Pia wote unapata Neema na Buju walishirikiana kuwajengea wazazi wa Neema nyumba. Na pia katika mazungumzo ya Buju na Neema tunapata kuwa Buju pia yeye anasaidia Lemi kufanya nini? Homework. Kwa hivyo wanashirikiana katika mambo hayo. Umeandika kuhusu uwajibikaji.